Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wafanyabiashara stendi ya Igumbilo Iringa walia mabasi kuto kuingia stendi. Yanaishia hapa, ya kutoka vijijini alikuwa anaingia hapa, lakini kwa sasa hivi hakuna basi lolote la kijijini linaloingia hapa. Ya mikoani yanakuja moja moja, toka alivyozuiliwa asiingie asishushe ndani abiria wala asipakie, hakuna basi linaloingia. Mkutano mkuu wa 25 wa mwaka wa chama kikuu cha IFCU Limited wafanyika Iringa. Nina viasa vyama kununua hisa katika benki ya ushirika, kwani fursa hiyo bado ipo ili kupata huduma za kifedha zinazotolewa na benki hiyo. Mheshimiwa Villa ashikilia shilingi kwa Wizara ya Ujenzi kuhusu barabara Mufindi. Leo kwenye hoja ya barabara, kama hutatoa majibu ya haya niliyoyasema, na kamata shilingi, kwa sababu bila kufanya hivyo na mimi 2030 hapa ndani sitarudi. DC Kasilda aendelea kupambana na migogoro ya ardhi Same. Leo na malalamiko ya wananchi ni migogoro ya ardhi. Kwa kweli kuna kudhulumiana sana. Wengi wanaolalamika ni wanawake. Nakuta malalamiko mengi, nakuta sababu tu mwanamke aliolewa, kwa hiyo kanyang'anywa ardhi. Kwa hiyo habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima TV, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea habari hizi, jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Tukianzia mkoani Iringa, hali ya stendi kuu ya mabasi yaendao mikoani ya Igumbilo mkoani Iringa kukosa abiria unatajwa kuathiri uchumi wa wafanyabiashara katika stendi hiyo kutokana na mabasi kutokuingia katika kituo hicho. Taarifa zaidi na Francis Godwin. Na mtazamaji wa Matukio Daima kwamba huu ni muonekano wa stendi kuu ya mabasi yaendayo mikoani, stendi ya Igumbilo mjini Iringa, na kama ambavyo unaona hali ya stendi ilivyo, basi ambalo lilopo hapa ni basi moja pekee. Hali hii ya stendi inatajwa kuwa kuathiri uchumi wa wananchi wa eneo hili, hususan wafanya biashara katika eneo hili, hali ambayo inapelekea kwamba kuwa na hofu ya maisha yao, hasa kipato ambacho wamewekeza hapa, pesa ambazo wamewekeza za mikopo kuweza kufanya kazi katika stendi hii. Matukio Daima kwamba tumefika hapa kuweza kuangazia mchana huu hali ikoje ya stendi hii. Na biashara kwa kweli ni mbaya. Ndio. Kwa sababu toka walivyoyatoa mabasi hapa hatufanyi kitu chochote. Mitaji inazidi kuteketea, na sisi ndio tunayetunza familia nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi inafikia kiwango hata nyumbani tunarudi bila hata hela, tunatembea mguu kutoka hapa mpaka Ipogoro. Na hali hii imeanza lini? Kwa sasa hivi kama ina wiki mbili hivi toka ilivyoanza hii hali, walivyozuia mabasi yasiingie stendi. Ni nani alizuia mabasi yasiingie? Sijui, wakubwa wa ngazi za juu ndio waliosema gari zisiingie stendi. Mwanzoni tunavyoingia hii stendi, mabasi yote yalikuwa yanaishia hapa, ya kutoka vijijini yalikuwa yanaingia hapa, lakini kwa sasa hivi hakuna basi lolote la kijijini linaloingia hapa. Ya mikoani yanakuja moja moja, toka alivyozuiliwa asiingie asishushe ndani abiria wala asipakie, hakuna basi linaloingia. Na kwa siku hali ya uchumi ikoje? Hali ya uchumi kwa ujumla ni mbaya. Ni mbaya kabisa. Nini kifanyike ili kurejesha hali ya mwanzo? Tunaomba serikali itusaidie, wafanye mpango, mabasi hayo yanakuja huku, mabasi yote yao yanaanzia stendi kuu. Kwa maana hatujui maana ya stendi kuu ni nini, kwa sababu stendi wametuwekea zimekuwa nyingi mno. Kwa hiyo watu tunashindwa kufanya kazi. Na tunategemea tutafute twende tukanunue unga nusu tukale na familia. Kwa hiyo sasa hivi tunashindwa hata cha kufanya, tufanye nini kwa sababu mabasi hamna. Gari zinazopita kutoka mkoa mwingine kwenda mkoa mwingine, au kutoka nchi nyingine kuingia Tanzania, au kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine, lakini toka tamko hili litamkwe, saizi ndio sisi tumekuwa yani ni kama watoto yatima wasiokuwa na baba wala mama. Kwa hali hii kwa kweli inatuumiza sana. Unaamka nyumbani asubuhi unasema nenda kutafuta riziki ya watoto, toka asubuhi mpaka jioni saa 12 saa 1 unarudi na shilingi 1000 au 2000. Hapo una watoto wanahitaji kula, wanahitaji wapeleke hela za chakula shuleni. Na sheria inasema kwamba mtoto lazima ale shule, akiwepo shule apate chakula. Je, na uwezo wa kuweza kumudu mazingira haya? kuendesha familia kwa hali hii
na marejesho, kwa sababu mtaji sina, nimekopa, nadaiwa, inatakiwa kila siku nirudishe. Serikali inasema tu inapambana kwa ajili ya kuamua wananchi katika mikopo gandamizi. Je, tutakuamka vipi katika mikopo gandamizi ili tuingie katika mikopo ya gharama nafuu kwa hali kama hii? Tunachoomba serikali, hasa halmashauri yetu na serikali ngazi za juu, itutolee tamko, stendi hii ni stendi ya mkoa au stendi ya mkoa ni Ipogoro au stendi ya mkoa ni Mlandege au stendi ya mkoa ni Kiesa, ili tufungiwe mageti haya, tujue kwamba stendi moja tu ndio ya mkoa na sisi tukahangaike huko. Kwa hali hii tunateseka sana. Shukran Francis Godwin kwa taarifa hiyo, na tunaendelea kusalia mkoani Iringa ambapo katibu tawala msaidizi anayesimamia uchumi na sekta za uzalishaji mkoa wa Iringa, Elia Luvanda, amevishauri vyama vya ushirika kununua hisa katika benki ya ushirika ili kupata huduma za kifedha zinazotolewa na benki hiyo. Luvanda ametoa ushauri huo wakati akifungua mkutano mkuu wa 25 wa mwaka wa chama kikuu cha IFCU Limited ambayo umefanyika mkoani Iringa na kuzindua gari na pikipiki kwa ajili ya utoaji huduma kwa ufanisi na wakati. Nataka nilizungumzie nikiwa naelekea mwisho, nataka nizungumze kuhusu benki ya taifa ya ushirika, Coop Bank. Ndugu wanaushirika, napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza wanaushirika kwa kuanzisha benki yenu ya taifa ya ushirika, Coop Bank. Ninaviasa vyama kununua hisa katika benki ya ushirika, kwani fursa hiyo bado ipo ili kupata huduma za kifedha zinazotolewa na benki hiyo. Ndugu wanaushirika, leo tunaenda kuzindua gari ya chama kikuu kama ambavyo meneja alikuwa amesema, ambayo fedha ya ununuzi wake ni mkopo kutoka benki ya ushirika. Kwa hakika benki hii inajua mahitaji ya wanaushirika, kwa hiyo hata masharti ya kupata huduma za kifedha yanazingatia mazingira ya vyama vya ushirika. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na umiliki wa benki hii. Tunajua kwamba ni muda mrefu kulikuwa na haya mahitaji kama wanaushirika ya kuwa na benki. Sasa hivi ingieni huko, milikini hiyo benki. Msipomiliki nyinyi atamiliki nani? Hii benki ni ya kwenu. Nendeni huko, nunueni hisa muweze kumiliki hiyo benki. Sio nasema zimu ilikujualo walifanya nini? Halikuli likakwisha. Benki ya ushirika, benki yenu haiwezi kwenda kutengeneza masharti ambayo yataua ushirika. Haiwezekani hicho kitu. Kwa hiyo nendeni muimiliki, nendeni milikini hiyo benki ili na yenyewe iweze kufanya na yale malengo ya kuanzishwa kwake yaweze kutimizwa. Unataka uwe na nani? Na benki ambayo anamiliki mtu mwingine? Mtu wa kwanza kumiliki ni nyinyi. Ni sawasawa unakuwa na shamba, afu katikati ya shamba una kipande anamiliki mtu mwingine. Kwa naamini wanaoshirika wa mkoa wa Iringa ni werevu, watatafakari vizuri na kuchukua hatua. Mimi kazi yangu ni kuwakumbusha ili muweze kuchukua hatua. Sasa dira yetu sasa ni kuanza kuyaongeza thamani yale mazao. Na ndugu mwandishi wa habari, ni kueleze tayari tumeshapata eneo, tumeshapata viwanja, tumeleta wataalamu wameshafanya tafiti pale, wamechukua michoro na kila kitu. Kiwanda ambacho tunataka kukijenga, Mungu akitujalia, cha kusaga sembe, cha kusindika mahindi lishe pamoja na mahindi meupe, kitagharimu sio chini ya bilioni 2. Na benki ya kilimo TADB walionyesha uwezo mkubwa wa kutusaidia kwenye kujenga hicho kiwanda. Kwa hiyo tunatafuta tu ile asilimia ambayo sisi tunatakiwa tuanze nayo ili benki nao waweze kutusupport. Tukishafika kile kiwango ambacho sisi tunatakiwa kuwa nacho ili benki watupatie mkopo, mimi niwahakikishie wakulima tutajenga hicho kiwanda na kitakuwa ni kikubwa kuliko viwanda vyote vinavyosaga sembe mkoa wa Iringa. Tumezindua rasmi mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye zao la ufuta mwaka jana na tulianza utekelezaji mwezi Juni. Kwa hiyo tulifanya huo mfumo kwa muda wa mwezi mmoja na nusu hivi. Msimu ukawa umeisha na ufuta mwingi ulikuwa umeshaondoka Iringa. Kwa hiyo tulifanikiwa kukusanya kilo 906,207
ambapo wakulima waliweza kulipwa zaidi ya shilingi bilioni 2 na milioni 169. Kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala umeenda kuhamasisha wakulima wengi kuweza kuzalisha ufuta, kwa sababu walikuja kugundua wakulima sasa wanaweza kukutana na mnunuzi moja kwa moja badala ya kuuza zao hili la ufuta kwa madalali. Kwa hiyo kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, maana yake mkulima mwenye ufuta kidogo, mwenye ufuta wakati, mwenye ufuta mwingi wanauza wote kwenye bei ya soko ya siku husika, sio bei anayotaka mtu. Lakini zaidi wanauza kwenye mizani, kwenye vipimo vile vinavyokubalika na mamlaka za vipimo. Lakini huko mtaani wanauza kwenye madebe. Akizungumza, ofisa mwandamizi wa TAKUKURU mkoa wa Iringa Agnes Mwakasala amesema kuwa viongozi wa ushirika pamoja na wanachama wanapaswa kuhimizwa kuwa waadilifu katika utendaji kazi. Kwamba linda ushirika, chagua uadilifu. Tunaamini ya kwamba vyama vya ushirika, viongozi pamoja na wanachama wakiwa waadilifu wataepukana na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tuwahimize kuwa waadilifu katika utendaji wa kazi zenu. Na baadhi ya vipengele ambavyo vimekuwa kama viashiria vya rushwa ama mianya ya rushwa katika vyama vya ushirika, katika ukaguzi wa hesabu za ushirika, kwamba kumekuwa na utata, kwamba baadhi yenu mmekuwa kwamba mnatoa rushwa ili zile hesabu zionekane kwamba ni safi, lakini kiuhalisia kuna vitu vinafichika ndani yake, kwamba kuna ubadhirifu, kuna wizi wa fedha za ushirika. Kwa hiyo huo ni hiyo ni mmojawapo wa mianya ya rushwa. Kwa hiyo wale wakaguzi wa hesabu za chama wanatakiwa kuwa waaminifu, wasipokee rushwa pale wanaposhawishiwa kupokea rushwa ili waweze kutengeneza zile hesabu zionekane safi, wakati kiuhalisia ni hesabu chafu. Tukiendelea kusalia jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Mafinga Dickson Lutevele maarufu kama Villa amesema katika wilaya ya Mufindi kuna barabara ya kimkakati kutoka Mafinga kwenda Mgololo yenye kilomita 81, lakini ndani ya miaka 20 ya wabunge waliopita hawajawahi kujenga hata kilomita 1. Lutevele amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka 2026-2027. Naibu Spika, sisi katika wilaya yetu ya Mufindi tunayo barabara ya kimkakati, barabara inayotoka kwenye jimbo langu la Mafinga kwenda Mgololo. Barabara hii ina kilomita 81. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii wabunge wenzetu kwa kipindi cha miaka 20 humu ndani wameshiriki kupitisha bajeti za barabara za nchi hii, ikiwemo barabara yetu ya Mgololo. Lakini hivi ninavyozungumza barabara ya Mgololo hata kilomita 1 haijawahi kujengwa. Jambo hili linatufedhesha na linatusikitisha sana sisi wana Mufindi. Sasa kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Alipokuja tarehe 2 kwenye ziara wilayani kwetu, alitoa maagizo kwa wizara kwamba anatoa wiki 2 awe mkandarasi amepewa advance payment kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hii, pamoja na barabara ya Nyololo Igowole kwenda Mtwango, maelekezo ya Waziri Mkuu. Lakini barabara hii ilikuwa na maagizo ya Mheshimiwa Rais. Sasa naomba waziri atakapokuja atuambie ni lini serikali, kwa sababu wiki 2 zimeshaisha tangu tarehe 2. Sasa atuambie huyu mkandarasi tayari yuko site ama amepuuza maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jambo hili Mheshimiwa Ulega utakapokuja, naomba utuambie. Sisi wana Mufindi kusema ukweli jambo hili halitupi furaha. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili, barabara ya kutoka Kinyanambo kwenda Madibila. Mheshimiwa Naibu Spika, hii barabara ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba tutengenezewe kiwango cha lami kilomita 20. Tulishukuru na kuipongeza wizara, walianza kwa kutengeneza kilomita 1.2. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kilomita 20, lakini wakaanza kilomita 1.2.
nayo kilomita 1.2. Ninavyoongea leo mimi, tangu nimeingia humu bungeni, nimeanza kudai hii barabara kwa sababu imefumuliwa. Watu wanapata vumbi wakati wa jua, wanapata tope wakati wa mvua. Kilomita 1.2 mpaka leo haijafanywa chochote na mkandarasi hayupo site. Naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie tatizo ni nini. Sisi watu wa nyanda za juu kusini tuna shida gani kama barabara ya kilomita 1.2 nayo inakuwa shida? Naomba sana mambo haya atakapokuja atuambie. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tunaamini kwamba kauli ya Mheshimiwa Rais ni kauli ya mwisho. Mheshimiwa Rais akitoa kauli ni kauli ya mwisho, na wananchi wanashangilia kweli kweli. Kwa nini wizara inakuwa haitekelezi barabara hizi za kimkakati ambazo barabara ya kutoka Mafinga kwenda Madibila ni barabara ambayo ndio sehemu ya skimu ya chakula inayolisha mji wa Mafinga. Mpaka leo barabara ile si nzuri, wakati wa mvua haipitiki kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri utakapokuja utuambie. Na sasa tuelekee mkoani Morogoro, ambapo katika kipindi hiki cha kasi ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko makubwa ya mifumo ya mawasiliano duniani, waandishi wa habari hususani wanawake wametakiwa kuongeza juhudi katika kujiendeleza kielimu na kujikita kwenye taaluma za ubobezi ili kuendana na ushindani wa sekta ya habari na kuchangia maendeleo katika jamii. Akizungumza makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Profesa Rafael Chibunda amesema chuo hicho kinaendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia pamoja na kuongeza programu mbalimbali zinazolenga kuandaa wahitimu wenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya soko la ajira la sasa. Kubwa mitano chini ya ufadhili wa mradi wa HITI unaendelea vizuri. Sambamba na hilo, tunatumia mapato yetu ya ndani kuboresha miundombinu, na katika kipindi hiki tumekamilisha ukarabati mkubwa wa bweni namba 1 na namba 7, bweni la unity namba 2 kusoma ni Mahilangu, ujenzi wa jengo jipya la usalama, ukarabati wa nyumba za watumishi, kumbi za mihadhara na ukarabati wa ofisi mbalimbali. Tumeendelea kuimarisha nidhamu katika kutekeleza majukumu ya chuo ambayo imekuwezesha chuo chetu kupata hati safi kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG, kwa mwaka wa fedha 2024 na 25 na kuendelea. Tumefanya uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni yetu ambayo tumeianzisha ya kibiashara hapa chuoni. 3, baraza liliendelea kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwepo mradi mkubwa wa HITI ambapo kiasi cha shilingi bilioni 56.99 zimetengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Wanawake wengi wamekuwa nyuma katika kujiendeleza, hasa wanapofikia umri wameshaolewa na kuzaa. Ni kutokana na majukumu waliokuwepo nayo, lakini pia kitu kingine, wanaume zao labda inakuwa hawawapi ule ushirikiano wa kuweza kwenda ili waweze wakawapate elimu. Kwa hiyo mimi kama mwanamke naomba jamii hususan wanaume waweze kuwasaidia wanawake waweze kujiendeleza katika elimu. Kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Ukisema ninataka kuwa nani, basi inaweza ikawa. Eneo fulani linakuwa rahisi sana kuweza kutoa habari iliyokuwa na uhakika. Yaani huwezi kuwa wewe mwanasheria, huwezi kuwa wewe mtu daktari, huwezi kuwa wewe mtaalamu wa kilimo. Yaani ukikaa kwenye eneo moja inakuwa rahisi sana. Mfano mwingine mzuri ni kwamba tunajua watu wakulima wanalima. Watafiti hao ni watu nao ni binadamu. Mnakwenda mahali mtafiti anazungumzia, mimi anahitaji kufikisha eti mkulima ukitaka kupanda tumia, wakati unapanda mahindi panda na mbolea ya kani. Anawezekana akawa ameteleza, lakini kama wewe mwandishi unajua kazi ya mbolea ya kani ni nini, ni kwa ajili ya kukuza mmea na majani ili iweze kukua vizuri, unaweza kumrekebisha. Lakini kama hujui kwamba wakati wa kupanda mahindi unatakiwa upande na mbolea dapu, kwa sababu dapu inasaidia mmea kupata mizizi na kupata chakula ili ustawi, unakosea. Kwa hiyo unapobobea katika eneo moja linakusaidia sana wewe kama mwandishi kuweza hata kumkosoa. Unao ni binadamu, masosi wetu wa habari nao ni binadamu, wanakosea. Kwa hiyo unapobobea unakuwa mzuri zaidi katika eneo hilo ukilinganisha na mtu ambaye anafanya kila kitu. Yeye ni mwandishi wa habari wa kila kitu. Wa miradi 11
Na sasa ni mkoani Kilimanjaro ambapo mkuu wa wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro Kasilda Mgeni ameendelea kutekeleza agizo la Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba la kuhakikisha migogoro ya ardhi inaisha ndani ya wilaya hiyo, ambapo ameendelea na kampeni maalum ya kuwafuata wananchi katika kata zao na kutatua migogoro hiyo. Na zoezi hili la kutoka ofisini kuwafuata wananchi limeibua hisia kubwa kwa wananchi ambao wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kueleza kero zao ili ziweze kupatiwa ufumbuzi, ambapo alikuwepo tarafa ya Ndungu, kata ya Ndungu, jimbo la Same Mashariki kusikiliza kero na kutatua. Wilaya ya Same ina majimbo mawili. Kuna jimbo la Same Mashariki na Same Magharibi. Nimekuja kwenye mwendelezo wa kusikiliza kero na malalamiko ya wananchi. Kama mnavyofahamu, pamoja na majukumu mengine ya wakuu wa wilaya, miongoni mwa majukumu hayo ni kuhakikisha tunasikiliza kero na malalamiko ya wananchi. Angalau kwa wiki tutenge at least siku moja ambayo tunaweza kusikiliza malalamiko ya wananchi maofisini kwetu, ili kuendelea kupunguza hii migogoro na watu waweze kuishi kwa amani na utulivu kwenye maeneo yao. Lakini nimebaini changamoto zilizoko huko Same Mashariki ni kubwa. Kuna malalamiko na kero nyingi, migogoro mingi ambayo nimeiona hapa inayowasilishwa kwenye hivi vikao tunavyokaa vya kutatua kero na malalamiko ya wananchi ni migogoro ya ardhi. Kwa kweli kuna kudhulumiana sana. Wengi wanaolalamika ni wanawake. Unakuta malalamiko mengi, unakuta sababu tu mwanamke aliolewa kwa hiyo kanyang'anywa ardhi. Kwa hiyo 80% ya migogoro ya ardhi Same inahusishwa na wanawake kunyang'anywa haki yao ya msingi ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo nimeona tuhamie kwenye jimbo hili ili kuhakikisha hii migogoro inapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini migogoro mingine ni ya mirathi kwa kiasi chake. Kwa hiyo tumekubaliana na maafisa ardhi pamoja na mwanasheria, lazima migogoro hii iishe kama Waziri Mkuu alivyotuagiza. Nitoe tu ushauri, jamani wananchi, nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Hebu tufuateni sheria na tumuungeni mkono mkuu wetu wa wilaya kwa kazi anazozifanya za kutatua migogoro hii, kwa sababu kwanza jambo la msingi analolitafuta ni amani kwa wananchi wake. Hili ni jambo la msingi sana, kwa sababu bila amani hakuna jambo lolote ambalo linaweza likafanyika. Mingi ardhi zinaletwa na wananchi wasiotaka kuheshimu misingi ya sheria, kwa sababu ili upate ardhi lazima ufuate misingi ya sheria. Naomba serikali isimamie, hasa serikali za vijiji ziweke alama kwenye maeneo mbalimbali ambayo yanahusiana na taasisi, maeneo ya watu binafsi na wale wote ambao wanavamia ardhi bila utaratibu, sheria ichukue mkondo wao dhidi yao. Mtazamaji, kila lenye mwanzo huwa halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha, tusikie tena muktasari wake. Ujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wafanyabiashara stendi ya Igumbilo Iringa walia mabasi kuto kuingia stendi. Yanaishia hapa, ya kutoka vijijini alikuwa anaingia hapa, lakini kwa sasa hivi hakuna basi lolote la kijijini linaloingia hapa. Ya mikoani yanakuja moja moja, toka alivyozuiliwa asiingie asishushe ndani abiria wala asipakie, hakuna basi linaloingia. Mkutano mkuu wa 25 wa mwaka wa chama kikuu cha IFCU Limited wafanyika Iringa. Nina vyama kununua hisa katika benki ya ushirika, kwani fursa hiyo bado ipo ili kupata huduma za kifedha zinazotolewa na benki hiyo. Mheshimiwa Villa ashikilia shilingi kwa Wizara ya Ujenzi kuhusu barabara Mufindi. Leo kwenye hoja ya barabara, kama hutatoa majibu ya haya niliyoyasema, na kamata shilingi, kwa sababu bila kufanya hivyo na mimi 2030 hapa ndani sitarudi. DC Kasilda aendelea kupambana na migogoro ya ardhi Same. Kero na malalamiko ya wananchi ni migogoro ya ardhi. Kwa kweli kuna kudhulumiana sana. Wengi wanaolalamika ni wanawake. Unakuta malalamiko mengi, unakuta sababu tu mwanamke aliolewa kwa hiyo kanyang'anywa ardhi. Kwa hiyo kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga, na nikusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter kwa jina moja la Matukio Daima Media. Uwe na usiku mwema.
Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.